Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, anakabiliwa na shtaka la uhaini. Sasa nitakwambia kitu kimoja. Barani Afrika, Tundu Antipas Lissu anakuwa mwanasiasa wa upinzani wa 6 kukabiliana na mashtaka ya uhaini. Mwanasiasa wa kwanza alikuwa Kizza Besigye wa nchini Uganda. Yeye ni kati ya wanasiasa ambao wameshtakiwa mara nyingi zaidi kwa kosa hili la uhaini. Mwaka 2006, mwaka 2016 na mwaka jana mwaka 2024 alikabiliwa na shtaka hili la uhaini. Tukisalia hapo hapo Uganda, Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine naye na wenzake 33 waliwahi kukabiliana na shtaka la uhaini kwa sababu tu msafara wa Rais Yoweri Museveni wa sasa wa nchini Uganda ulipopolewa na mawe. Uhaini ukamuhusu. Mwingine ni Ousmane Sonko, waziri mkuu wa sasa wa nchini Senegal. Yeye aliwahi kukabiliana na mashtaka haya ya uhaini. Kosa lake lilikuwa ni kufanya uchochezi wa machafuko nchini humo. Mwingine ni Ernest Koroma, rais wa zamani wa Sierra Leone. Yeye pia amewahi kushtakiwa shitaka la namna hii la uhaini. Kosa lake likiwa ni kufanya jaribio la kutaka kumpindua rais wa Sierra Leone. Na wa mwisho ni rais wa sasa wa nchini Zambia, Hakainde Hichilema. Yeye aliwahi kushtakiwa shitaka hili la uhaini. Kosa lake ni kuzuia msafara wa aliyekuwa rais wakati huo Edgar Lungu. Uhaini ukamuhusu. Sasa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani, atafikishwa mahakamani kwa mara ya pili katika mahakama ya mkazi Kisutu tarehe 24 ya mwezi huu. Kosa lake ni hili la uhaini. Tutaendelea kukujuza nini maana ya uhaini na kosa la uhaini linatokana na nini. Lakini kwa kiasi kubwa wanasiasa wa vyama vya upinzani barani Afrika wamekuwa wakikabiliana na mashtaka haya. Mimi ni Joseph Mpangala.